Lengo ni mafunzo. Sote tunaelewa kwamba tumo katika utekelezaji wa mradi wa maboresho ya mahakama, na mradi una components tatu: access to justice, efficiency, pamoja na ushirikishwaji wa wananchi na wadau. Sasa katika hii component ya pili ya efficiency ndipo linapokuja hili swala la mifumo, kwamba mifumo itatuletea ufanisi katika utendaji wa mahakama. Ndipo iliundwa timu hiyo ya watu 19 kwa kushirikiana baina ya Judiciary of Tanzania na Judiciary of Zanzibar, wakajifungia wakajenga huo mfumo ambao sasa hivi tunao. Kilichobaki sasa ni kuutumia huo mfumo. Hao wajenzi wenyewe na nchi nyingine tulizokwenda tukatembelea walituambia kwamba mafanikio ya mfumo, teknolojia inachukua 10% tu, michakato processes ni 20%, lakini 70% ya mafanikio ya mfumo ni watumiaji. Hilo ndio tulichojifunza kote. Nchi mbalimbali tulipata hiyo opportunity ya kutembea. Tumekwenda Kenya, tumekwenda Azerbaijan, tulikuwa pamoja mheshimiwa Jaji Mkuu, tulikwenda Estonia pamoja na kwingine tulikokwenda, lakini 70% ya success ya mfumo inatokana na watumizi wa mfumo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa maana hiyo ndipo ikaonekana lazima kuwe na mafunzo kwa end users. Tulianza katika ngazi za chini mbalimbali, mafunzo yametolewa kwa maana ya makadhi, mahakimu, maafisa sheria, kwa sababu ule mfumo hauwezi kwenda kwa sisi peke yetu, lazima tuwashirikishe wadau. Kwa maana hiyo lazima wadau wetu walokuweko nje ya mahakama wawe na uwezo wa kufaili hizo kesi katika mfumo, alafu sisi katika mfumo tutaweza kuzitumia. Ndugu washiriki, upatikanaji wa taarifa muhimu zinazohusiana na mashauri kwa haraka, mfano kwa kutumia simu yako ya ganjani ya aina yoyote ile, mwananchi ataweza kupokea ujumbe wa taarifa zake za kesi bila kufika mahakamani. Sambamba na portal ya huduma za mahakama, yani GOZ e-Service Portal, ambayo pia mahakama imekusudia kuiwezesha portal hiyo ipatikane katika mobile app. Mteja atapakua app katika simu yake na kufuata taratibu zitakazowekwa na kuanza kuitumia. Hivyo leo niwajulishe kuwa mahakama kupitia wataalamu wake wa ujenzi wa mfumo imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa moduli zote muhimu za mfumo huu kwa mujibu wa mpango kazi uliopangwa kwa awamu hii ya kwanza, yani authentication and authorization ya watumiaji ya mfumo, case admission na registration, case assignment, digital file generation, hearing process, case decision, billing na payment. Hivyo nichukue fursa hii kuipongeza timu hiyo kwa kazi kubwa waliyofanya na wanayoendelea kuifanya ili kuwezesha matumizi rasmi ya mfumo huu. Mafunzo haya ni muhimu sana kwetu kwa sababu dunia sasa ipo kwenye mabadiliko makubwa ya matumizi ya mifumo, na hata serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amekuwa akisisitiza juu ya matumizi ya mifumo, ambapo moja ya faida yake ni kurahisisha utendaji, lakini pia kuweka mambo kutekeleza kwa uwazi na kuweza kufanikisha na kutatua kero za wananchi kwa haraka. Sasa kupitia mfumo huu na mafunzo haya atatuwezesha sisi taasisi za kijinai kuweza kutekeleza majukumu yetu, hasa kuandaa majalada haya ya kesi na kuweza kuyawasilisha moja kwa moja kupitia mfumo na kuweza kufikishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka na baadaye kufikishwa mahakamani kwa haraka zaidi, na hata ule ujumbe ambao unatoka na mwendezo mzima wa kesi, ikiwemo kusikiliza kesi, lakini pia maamuzi yanayotoka mahakamani, inakuwa ni rahisi sana sisi kuyapata kwa wakati
ili kuweza kusimamia mifumo hii ya haki jinai. Naitwa Salum Hassan Bakari, jaji wa Mahakama Kuu ya Zanzibar na ni mmoja katika washiriki wa mafunzo. Kwa kweli mafunzo haya ni muhimu sana kwetu sisi kwa sababu kama ambavyo Mheshimiwa Jaji Mkuu amezungumza kwamba sasa hivi tunaelekea katika matumizi ya mfumo, na kwenye mwezi wa Aprili tutaanza majaribio, lakini kwenye mwezi wa 5 tunatarajia kwenda go live. Kwa hivyo haya mafunzo yatatupa uelewa mkubwa na yatatuongezea uwezo katika kufanya kazi kwa kutumia mifumo. Lakini faida za mifumo ni nyingi. Kwanza ni uwazi, kutakuwa na uwazi katika uendeshaji wa mashauri, lakini hata tunatarajia hata yale malalamiko ya kutokupatikana kwa mienendo ya kesi, yale malalamiko yataondoka. Kuna faida nyingi, kwa hivyo hata sisi katika kuandika hukumu zetu sasa itakuwa ni rahisi kwa sababu itakuwa proceedings zote zipo online. Kwa hivyo sisi kazi yetu itakuwa ni ndogo tu. Kwa hivyo tunaushukuru sana uongozi wa mahakama kwa kutupatia mafunzo haya. Asanteni sana.